Mimi naitwa Korumba, mwandishi wa Global TV na nimekuwa nikikufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kupitia huduma yako ya mahubiri kanisani, lakini kikubwa ambacho watu wengi wanajiuliza ni kanisa lako liko wapi na wewe ni nani? Nadhani tuko mkoa wa Songwe. Yeah. Mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Tuko Vwawa hapa, makao makuu ya mkoa wa Songwe. Makao makuu ya mkoa wa Songwe. Lakini pia jina langu naitwa Yonathani Yotam Mdolo. Na kanisa linaitwaje? Huduma yake? Kanisa linaitwa Kanisa la Pentekosti Injili yenye Uhai katika siku za mwisho. Kanisa hili limejizolea umaarufu baada ya wewe kuonekana ukiwa na muumini mmoja. Watu wanajiuliza huyo ni muumini mmoja ama ni mke wako? Na je, ni kweli una muumini mmoja au walikuwepo wengi wakaondoka? Ukweli juu ya muonekano wa idadi ya waumini ukoje? Sikuwa na waumini, ni huyo mmoja, naye huyo mmoja ni mke wangu. Naona na kwa kulingana na vile mtazamo wa watu wanavyotazama pia, maana nimekuwa nikipata comment za watu kwamba mbona kanisa halina watu, mbona kanisa halina watu, na nikanipa picha ya kwamba watu wanataka kuona watu penye watu, yani hata wanaotaka kuja na wenyewe wanataka kuona watu waliopo kwanza ndo waje. Naona toka tumeanza ni huyo ni mke wangu tu hivyo, kulingana na upepo wa sasa wa injili. Kutokana na upepo wa injili unavyosema hivyo, lakini kuna baadhi ya makanisa ambayo wana waumini lakini hawana hata hiyo sehemu ya kuabudia, lakini wewe hauna waumini, una hiyo sehemu ya kuabudia ambayo inaonekana kama kanisa. Je, hilo ni kanisa ama ni nyumba? Na kama ni kanisa, ulifanikiwaje kujenga ukiwa na muumini mmoja pamoja na wewe ambaye ni mke wako? Ni hapa sijajenga, nimepanga. Na kwa sababu wakati napanga sikuwepo, nilikuwa Dar es Salaam. Baada ya kutoka huko nikataka kupata nyumba ambayo nitakaa hapo, halafu nipate na nyumba ya ibada. Kwa sababu tulikuwa tunaabudu ndani. Sasa tukaona hebu tusiabudu ndani, labda kuna watu wataambatana nasi kupitia huo wokovu, ndio tukao tufungue mahali pengine. Na haikukatishi tamaa hiyo ya kuonekana kwamba mara zote uko wewe pamoja na mke wako, na kuna nyakati haonekani kabisa, unaonekana wewe tu peke yako? Huwa anaenda wapi labda? Inakatisha tamaa sana tu sana, hasa ukiangalia kuna ibada zikurushi mtandaoni, kwa sababu ngoja tu nifanye tu ibada kama ya peke yangu tu. Lakini kwanza hilo, kuna hapo umesema huwa anaenda wapi? Kuna watu mia huko chini, kuna maeneo huko chini ni kwa wazazi. Mara nyingine huwa namruhusu aende akahudumie huko, mimi nibaki niendelee kufanya ibada ya maombi labda na nini. Lakini inakatisha tamaa sana, kwa sababu kwanza pia unaona wengine wana watu ndio, lakini siku zinakaa tu hauna. Lakini haituvunji moyo kabisa, kwa sababu unakuta niliingia kwa nia ya kusema kwamba mimi ni muabudu Mungu tu, hata kama watu hawatakuja basi mimi ni abudu Mungu tu. Ila kulingana pia na comment za watu, mara nyingine unaona ni kama au nisirushe live, maana sasa watu watakuwa wanaona tu kila siku niko peke yangu, mwaka mzima niko peke yangu, watasemaje? Kwa hiyo mara nyingine unaona ngoja nisirushe live, niwe tu peke yangu tu, niabudu tu basi, itosha, unazidi.
Unataka kuniambia imechukua muda mrefu ukiwa hivyo hivyo na muumini mmoja kwamba zaidi ya mwaka? Mwaka bado sijamaliza, ila nilianza mwezi wa 4. Mwezi wa 4 nilianza, na kweli kuna kanisa ambalo kuna kivuli ambacho niliingia. Walikuja support hapa kwa siku moja, lakini pia kuna mkutano uliandaa wa siku 3. Tukaufanya, lakini pia kwa baadhi ya majirani kadhaa wamekuja kama mara 3-4 hivi. Na majirani kama 6-7 kama sikosei, ambao ni wale wa kusema tuko pamoja kwa midomo tu, na japokuwa wamejaribu kugusa kwa baadhi ya ibada 1-2. Lakini wachungaji wenzangu kuja kunitembelea kama mara 3-4 hivi, kama makanisa 3-4. Imetokea hivyo, na wengine wamejaribu tu kunibeba hivyo, hata kama sina watu wanibebe tu hivyo. Ila kiufupi, changamoto ya kutokuwa na watu hapo, tatizo watu wanaangaliaga tatizo kwa mchungaji kwamba mchungaji ana tatizo. Unaona, sasa unakuta tatizo ni mchungaji hawe na tatizo, ila ni mtu mpaka aamue kuja kuanza kuabudu, sio rahisi. Sio rahisi. Na kwa hayo na kwa hayo mengine unakuta watu wameenda, kila mtu alienda, kuna kitu kilimvutia. Wengine ni wingi, unajua kama nilivyosema, penye watu ndo watu wanaongezeka. Ambapo hamsa mtu kuja, naona ni ngumu. Kila mtu anakuwa anaangalia tu haji, kwa sababu anaona hapana watu. Sasa tu anataka watu watoke wapi? Na utaratibu wako wa kwenda live ni kwa sababu ya kuwapata waumini ambao wanashindwa kufika kanisani wafuatilie mahubiri mtandaoni, ama ni aina ya mahubiri ambayo yanaendana na teknolojia na wakati tulionao? Sababu huduma ni ndogo, lakini unafanya vitu ambavyo makanisa mengine makubwa yenye waumini wengi hawawezi hata kufanya hivyo. Ndio. Namna ya kwenda mtandaoni, kwanza nilianza nikiwa na simu moja hivi ambayo haina uwezo kidogo. Kafikiria hivi simu, baada ya kufanya ibada kwa muda kutoka mwezi wa 3, maana mpaka sasa mitandaoni nimeingia, huu ni mwezi wa 3. Lakini nilikuja nikaanza kuingia mitandaoni, sijui nini kilinisukuma kwamba nunua wifi. Ile router ikanunua. Baada ya kununua, ilikuwa lengo nianze kibiashara fulani hivi. Mimi huwa nauza vitabu, Biblia, tenzi na nini. Niwe nairusha, nikiwa pale dukani kama ninavyoona labda watu wa Kariakoo na brand biashara yao. Niwe nafanya. Nikaona sasa kwa huku kwetu mazingira ni magumu kidogo, ni magumu sio kidogo sana tu. Yakayumba. Ile wifi nilipoinunua, nikaplani pia kuendelea kurusha ibada hizi mtandaoni, ili lengo la kurusha sio kwa lingana na ukisasa wa mitandao. Ilikuwa ni kujitia moyo pia kwamba basi kulingana na muda niliofanya hapa huduma, bado hakuna mshirika wa moja kwa moja, ni wa kutembelea tu. Na ikaanza kufanya ibada huko mitandaoni, niangalie nako upepo na mwitikio wa watu. Lakini kwa kweli mwitikio ni mkubwa. Kama umejaribu kuingia live, unakuta mara nyingine wingu limekubali watu 600-500 wanakusikiliza. Lakini bado unakuta mtu hata akikufuatilia unakuta ameokokea Morogoro. Kwa mfano sasa hivi ninamshirika Morogoro, mwingine ninamshirika Mara, ninamshirika Songea. Sasa hao ni washirika wa huko, unabaki tu kusema watafute makanisa mengine. Okay. Ni changamoto, ila mwitikio ni kweli ulianza kuwa mkubwa. Ila kwa sasa hivi naona ni kama watu wanaanza kukuzoea tena na ile hali ya mshirika mmoja. Kila mtu anaona mchungaji wetu kumekucha, mara kafanye kazi. Comment mbaya ni nyingi, lakini za kutia moyo. Na wewe Mungu anakuonyesha nini juu ya huduma yako? Kuna siku watu wataongezeka hapo kanisani, ama utaendelea kuwa hivyo? Na kwa nini haukati tamaa?
Mimi ambacho najisikia kutoka moyoni na Mungu anachoniambia ni mimi, yani kiufupi siangalii wingi, yani ile akili ya kutazamia wingi ndio iliwafanya wachungaji wenzangu ambao kipindi tunakuwa na wito pamoja miaka ya nyuma, wengine sasa hivi walisharudi tu kufanya kazi za kawaida, walitazamia kuja kuwa na watu. Okay. Ilipopana wakaona bora ngoja tufanye tu kazi zingine. Kwa sitazamii wingi wa watu, natazamia mimi basi niliyepatikana niko bora kiasi gani kwa Mungu. Utaratibu wa sadaka ukoje hapo sasa? Mnatoa kwa sababu ni familia, na kama mnatoa matumizi yake yakoje kwa sababu ni nyinyi wawili na nyinyi ndo watumishi? Sasa kwa hapa kanisani hatujaanza kutoa bado, kwa sababu mwanzo tulianza, ni kweli, na tunatoa tena wewe mwenyewe ndio unayoichukua hiyo, si bora tu ingekuwa mfukoni mwako. Kwa hiyo tukaja tukaona ngoja tusitishe kwanza kwa hapa kanisani, ila kwa mtandaoni tu pale ndo huwa nimeweka namba pale, kwa yoyote anayejisikia tu kutoa ndo anatoa. Okay. Bila kumfuta sana. Na zile zinazopatikana labda kwa mtandaoni kwa hapo kipindi cha nyuma za miezi miwili iliyopita ndo kidogo zilikuwa zinaonekana, ndo zilikuwa zinasaidia pia kulipia wifi na hii simu tunayotumia sasa ya mkopo. Okay, sawa. Mwisho kabisa, kwa watu wote ambao wanapendezwa na huduma unaifanya ya Mungu, lakini pia kwa watu wenye mapenzi mema na huduma hizi za wanasema kuishi mafundisho ya Yesu Kristo, lakini pia kuwa sehemu ya baraka kwa watu wengine kwa kuwaombea wabadilike, wabarikiwe, unalipi la kuambia? Alafu utataja mwisho wa siku namba zako za simu kwa yoyote ambaye atakuwa yuko tayari kusapoti huduma yako afanye hivyo. Kwanza niseme nashukuru Mungu sana kwa wanaonisikiliza hata kwa vipande, maana mtu hawezi kukusikiliza muda wote. Wengi wanakusikiliza kwa vipu, wengine wanabarikiwa unakuta labda kwa uimbaji, labda ni nashukuru kwa wasikilizaji, na nipende tu kusema popote walipo wanapotusikiliza, mimi ninachotaka wamuone Mungu kupitia mimi. Wamuone Mungu kupitia mimi, na ndio maana sitaki sana hata hao mtandaoni waliopo karibu ndio wanaweza kufika hapa kanisani, lakini walioko mbali waelewe nini nia yangu kwao, nini nia ya Mungu kwao kupitia mimi. Maana kuna vitu najaribu kufanya katika roho sana ili wamuone Mungu kupitia mimi. Na kama kwenye upande wa kusapoti, kweli tunahitaji sapoti kubwa, ni nyingi, lakini tunaogopa mara nyingine kuziweka wazi au kuzitamka, kwa sababu ndo wanasema ndo wale wachungaji wa kuomba. Mara nyingine tunaona ngoja tu turushe tu ibada hivi vya kusapoti tuvikazie sana. Okay. Ila kwa angependa kusapoti, basi tunashukuru na tunamuombea sana kwa Mungu, ila waelewe kwamba kusapoti huduma au kutoa sadaka ni vitisho wa ibada ya Mungu. Mawasiliano nadhani ni namba zangu zinapatikana, kila video ninayotuma mtandaoni ina namba ya simu pale. Okay. Ninayotuma mtandaoni ina namba ya simu pale. Okay, tukushukuru sana. Tunaamini kwamba watu wameelewa huduma, wameelewa kile ambacho huwa unakifanya, unakiamanisha pamoja na wewe na mke wako, na kwa huduma hiyo ya kanisa ambayo mnaifanya, na kila mwenye mapenzi mema na mimi naendelea kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuwaunga mkono kwenye hicho mnachokifanya. Nikushukuru sana. Nashukuru sana, wakaribie sana, karibuni sana. Asante. Kwaheri.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.